Takribani kilomita mpaka 50. Baadhi ya wakazi wamekuwa wakitumia kwenda kupata huduma za afya katika hospitali ya wilaya ya Ngara hapo awali, ambapo hivi sasa wanazipata katika kituo cha afya cha Rusumo. Kwanza tunapata changamoto usiku, maana tulikuwa na kodi gari kwa gharama kubwa. Mfano, ilikuwa kama gari kodi kuanzia saa 5 6 haraki. Naenda angalau kupeleka mgonjwa. Sababu Fred ilikuwa ina namna ya kuvuka kwa sababu tayari kivuko ilikuwa ikifanya kazi. Mpaka sasa hivi tunashukuru Mungu. Hata sasa hivi kuna mgonjwa saa 5 6 10 hata ikiwa saa 10 usiku. Unawafika kuchukua hata bodaboda, ukamkimbiza moja kwa moja kumleta hapo huduma. Ili nishajuma nilikuwa nahangaika natoka hapa naenda hadi Mshikamano. Kutoka kama naumwa nahangaika napanda pikipiki naenda Mshikamano kumpeleka hospitalini. Tangia nani hata kipindi kile nimepata ujauzito nizalia Mwanza, nilikuwa niko Sengerema nilipokuwa nakaa. Huko ninapimia uzito huku ninapokaa. Na kituo hiki nimefurahi kupata kituo karibu yangu na nyumbani. Kwa upande wake Daktari Priska Temba ambaye ni mganga mfawidhi wa kituo hicho anasema kupitia ongezeko la vifaa tiba kituoni hapo kwa ufadhili wa NELSAP ni chachu ya ufanisi katika kuwahudumia wagonjwa. Na kwa wakati huo tulikuwa na namba ndogo sana ya wateja ambapo tulikuwa tunahudumia labda wateja 2 kwa siku mpaka wateja 5. Lakini baada sasa ya vifaa tiba kupatikana ambavyo tulifadhiliwa na mradi wa NELSAP mwaka 2023 ndio kituo sasa kilianza kutoa huduma zote ikiwemo ni huduma za wagonjwa wa nje pamoja na wagonjwa wa kulaza. Na mnamo mwaka 2023 mwishoni mwezi wa 10 tulianza pia kutoa huduma za upasuaji. Sanjari, mratibu wa NELSAP mhandisi Daktari Isaac Alukwe anaeleza kuwa uboreshaji huu wa huduma za afya ni sehemu ya miradi midogo midogo ya maendeleo kwenye jamii inayotekelezwa na NELSAP kupitia mradi wa umeme kwa nchi 3: Rwanda, Burundi na Tanzania. Haswa mradi wa Rusumo umekuwa na manufaa makubwa kwa Tanzania. Licha ya kwamba kiasi cha umeme ambacho kinaingia katika ile infrastructure ya Tanzania ni kidogo kulinganisha na zile sources zingine za umeme katika taifa la Tanzania, lakini ukiangalia zile tunaitwa local area development projects, Tanzania imenufaika kikubwa. Tumekuwa na health center ya Ngara ambayo imenufaika kwa mradi huu. Tumejenga health center, pia tumejenga Ngara water supply. NELSAP imekuwa ikitekeleza miradi mbalimbali ya kuzalisha umeme na maji katika nchi za Afrika zinazopitiwa na bonde la mto Nile kwa kushirikiana na serikali za nchi wanachama.